Karibu mtazamaji wa Mtangalala Media TV, Mtangalala TV popote pale ulipo uweze kujipatia magoli mbalimbali ya mchezo wa mpira miguu CAF Champions League. Klabu bingwa barani Afrika ni Yanga Sports Club dhidi ya Al Ahly kutokea Cairo, Misri. Mchezo mkubwa ambao una hadhi ya kimataifa, lakini pia mchezo ambao unakutanisha timu mbili ambazo zina uwezo mkubwa, wachezaji ambao wana nafasi kubwa ya kuweza kuisaidia klabu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Leo ndio tunafahamu kwamba ni timu ipi ambayo ina nafasi kubwa sana kuweza kujua nini ambacho inaweza ikakifanya. Lakini kikubwa ambacho nakushauri mtazamaji wa Mtangalala TV, usahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili kwa kwanza kupata taarifa mbalimbali za kimichezo na matukio mbalimbali ambayo yanapatikana ndani ya Mtangalala TV. Kumbuka Mtangalala Media, Mtangalala TV ndo TV ya kwanza ambayo unaweza kupata taarifa mbalimbali, breaking news ambazo zinapatikana, lakini pia ambazo zinatoka ndani ya Mtangalala TV. Kwa hiyo kikubwa ambacho nakuomba mtazamaji wa Mtangalala TV, usahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili kwa kwanza kupata taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia taarifa mbalimbali zikiwemo za kijamii, zikiwemo taarifa zinazoelimisha, burudani, muziki na kuendelea. Sasa Yanga Sports Club dhidi ya Nation Al Ahly, kuna matukio makubwa ambayo yaliweza kutokea kwenye mchezo wa mpira miguu, matukio ambayo yaliweza kusurprise watu wengi, matukio ambayo watu wengi bado wanajiuliza ni kitu gani ambacho kilitokea, lakini pia uwezo wa mchezaji moja, matukio ambayo wachezaji wa Al Ahly walikuwa wanajaribu kureact, lakini pia wachezaji wa Yanga walikuwa wanajaribu kureact kutokana na kile kitu ambacho kilitokea. Lakini unaweza kusema kwamba Yanga Sports Club ni moja kati ya timu ambayo inaimbwa kulingana na ule uwezo mkubwa ambao imekuwa nao, lakini pia kulingana na vitu mbalimbali ambavyo imekuwa inaifanya. Kwa hiyo matukio ambayo unaweza kuyapata kupitia Mtangalala TV, unaweza kuona magoli ya Yanga ambayo yalifungwa, magoli ambayo watu wengi walikuwa wanajiuliza kwamba ni set pieces ambazo zilikuwa zinatengenezwa, lakini kikubwa ambacho unaweza kukizungumza ni kwamba uwepo wa yule coach ambaye ana uwezo mkubwa, ambaye ni tunasema kwamba Pedro Goncalves, ambaye ana nafasi kubwa sana kuweza kuisaidia klabu ya Yanga Sports Club kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini unaweza kusema kwamba ni magoli ambayo ya Al Ahly ambayo yalifungwa, lakini pia magoli ya Yanga Sports Club namna ambavyo yalifungwa, unaweza kusema kwamba ni magoli mawili ambayo yani yanafanana, yani the same goals, goli la Yanga lakini pia goli la Nation Al Ahly. Kumbukwe Yanga wenyewe walipata goli kupitia kwa mlinzi wa kati ambaye tunasema kwamba center back ambaye ni au super defender wa Yanga Sports Club ambaye ni Ibrahim Baka. Ni kama foul ambayo ilitengenezwa katika kama set pieces, Yanga wakatengeneza, lakini pia wakaweza kufunga. Kipindi cha kwanza unaweza kusema kwamba Yanga walikuwa wanajaribu dominate mchezo kwa kiasi kubwa, lakini pia kipindi cha pili ni kama Al Ahly sasa waliweza kuamka na kujua nini ambacho wanakifanya kwa kiasi kubwa. Lakini ni mchezo ambao ulikuwa kupishana, mchezo ambao unaweza kusema kwamba kuna matukio mengi ambayo yalikuwa yanatendeka ndani ya kiwanja, lakini pia nje ya uwanja, kwa sababu tunafahamu kwamba Al Ahly ni moja kati ya timu ambayo ina wachezaji wazuri ambao ni uwezo mkubwa, wakina Dieng pia ambao tumekuwa tunazungumza, ambao pia wana nafasi kubwa sana kuweza kuisaidia klabu kuweza kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo mtazamaji wa Mtangalala TV, unaweza ukaona kwamba ni kama utofauti ambao ulikuwepo kati ya madaraja ya Yanga, lakini pia madaraja ya timu kama ya Nation Al Ahly. Unamwangalia mtu kama Dieng, lakini pia ubora ambao amekuwa nao, anajua namna gani ambavyo amekuwa anaisaidia klabu kuweza kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mtazamaji wa Mtangalala TV, namna ambavyo unaona matukio makubwa ambayo yanatendeka ndani ya uwanja, lakini pia unaweza kusema kwamba kuna kama nafasi nyingi ambazo Yanga walikuwa wanazipata, lakini pia wanashindwa kuzitumia. Kwa nini? Kwa sababu ni mchezo ambao ulikuwa unatoa taswira kwamba ni timu ipi ambayo ina nafasi kubwa sana kuweza kupata ushindi, kwa sababu ni mchezo wa home au mchezo wa nyumbani. Yanga unaona kwamba kuna nafasi ambazo walikuwa wanazipata, lakini pia wanashindwa kuzitumia. Kwa nini? Kwa sababu ni kama tunasema kwamba ile game approach ambayo mwalimu wa National Al Ahly ambaye alikuja nayo, lakini pia unapaswa kumpongeza hata mwalimu wa tunasema kwamba mwalimu wa Nation Al Ahly kwa sana mwenyewe ni mwalimu ambaye ana uwezo mkubwa, anajua namna gani ambavyo anaweza kaisaidia klabu kuweza kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ule mpango madhubuti ambao tumekuwa tunazungumza ni kitu ambacho maybe kilimsaidia, lakini stories zimekuepo. Wapo ambao walikuwa wanasema kwamba Yanga ingepata matokeo ya point 3, wapo ambao wanasema kwamba inawezekana kutoheshimu ile nidhamu ya mchezo wa mpira miguu. Ni kitu ambacho kilikuwa kinazungumza zaidi, lakini to be honest ni matukio
tukio ambalo unaweza kusema kwamba alikuwa watu wengi walikuwa naamini kwamba kile kitu ambacho kilitokea ndani ya uwanja ni vitu vile tofauti ambavyo vilikuwa vinazungumzwa kati ya mashabiki wa soka, pia mashabiki wa Yanga, mashabiki wa Simba, ambao wenyewe walikuwa wanazungumza kwamba kuna matokeo mbalimbali ambayo alikuwa anatendeka ndani ya uwanja, lakini pia mwamuzi anashindwa kuyatazama. Lakini unaweza ukapongeza hata ile fighting spirit ya mchezaji moja moja, namna ambavyo wachezaji walikuwa wanajituma kwa kiasi kubwa, wanajua nini ambacho walikuwa wanakifanya, wanajua namna gani ambavyo wanaweza kaipambania ile thamani ya jezi ya timu husika. Ni kitu ambacho kilikuwa kinazungumza zaidi. Kwa hiyo kwangu mimi, namna ambavyo niliutazama mchezo, naweza nikasema kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo watu wengi walikuwa wanajiuliza maswali mengi kwamba namna gani ambavyo Yanga walikuwa wanajaribu kutumia zile set pieces na kujua namna gani ambavyo wanaweza wakajipatia ushindi mkubwa. Lakini kitu ambacho naweza nikazungumza, Yanga bado wanayo nafasi ya kuweza kwenda hatua ya robo finali. Wapo watu ambao wameikatia tamaa, lakini mimi naweza nikasema kwamba bado nafasi ipo kwa kiasi kubwa. Lakini lazima tuangalie hata ule ubora wa timu pinzani ambayo ni Al pia, ambao walikutana nao, kwa sababu yenyewe sio timu ya kawaida, ni timu ambayo ina wachezaji wazuri ambaye wana uwezo mkubwa, wakina Dieng pia ambao tumekuwa tunazungumza, Trezeguet pia ambao wanajua namna gani ambavyo wanaweza wakapata nafasi mbili ambazo zinapatikana, of course wanaweza wakazitumia na kuweza kuisaidia club kuweza kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo kwa matokeo ambayo yalitokea, point moja ambayo Yanga walipata, of course unaweza ukapongeza, kwa sababu ni kama juhudi kubwa ambazo zilifanyika kwa kiasi kubwa. Kwa hiyo sio jambo la kushangaza au sio jambo la kawaida, kwa sababu it is about football. Ni mchezo wa mpira miguu, kwa sababu kama ni mchezo wa mpira miguu unahitaji usacrifice kulingana na kile kitu ambacho maybe unakionyesha iza ndani ya uwanja, lakini pia nje ya uwanja. Mtazamaji wa Mtangarara TV, kikubwa ama tunakushauri mtazamaji wa Mtangarara TV, usisahau ku subscribe, kulike, kushare na comment iweze kuwa kwanza kupata taarifa mbalimbali ambazo zinapatikana ndani ya Mtangarara TV. Hii ni media moja ambayo inatazamwa na watu wengi, lakini pia ndio hicho ambacho unaweza kukifanya ili uweze kuwa kwanza kujipatia magoli mbalimbali ambayo yanapatikana ndani ya Mtangarara TV, kwa sababu tunakuletea taarifa mbalimbali za michezo, lakini pia burudani mbalimbali ambazo zinapatikana ndani ya Mtangarara TV na matukio mbalimbali ambayo unaweza ukajipatia. Hii ni Mtangarara TV, lakini tunafahamu mchezo unaofuata wa Yanga wataenda kucheza na FAR Rabat, na mchezo wa mwisho ambao sasa Yanga wanahitaji kupata point 3 ni dhidi ya JS Kabylie kutokea Algeria, na tunafahamu Yanga imekuwa inajua namna gani ambavyo inaweza ikacheza hizi knockout stage na kuweza kusaidia club waweze kuweza kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni kitu ambacho kinaweza kikafanyika, lakini nafasi ya Yanga bado naiona kwa sababu ni timu nzuri, ni timu ambayo ina wachezaji wazuri ambao pia wana uwezo mkubwa. Hapa ni Mtangarara TV.